Kutoa ni kama sadaka. Sadaka ni kutoa. Kuna nguvu gani ndani ya kutoa? Kuna kitu gani ndani ya kutoa? Sio kupokea, kutoa. Kuna kitu gani ambacho Mungu anakifanya katika nguvu hiyo ya kutoaji? Tukaangalia kitabu kile cha Malaki 3:10. Anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkinijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au raha. Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Leteni. Tunaletaje? Ni katika hali ya kutoa, ni katika hali ya kumtolea Mungu, ni katika hali ya njia ya sadaka. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo. Kumbe chakula cha Mungu ni yale matoleo yetu tunayotoa mbele zake. Ni jinsi vile tunapojitoa mbele zake, Mungu ndiko kunapomfurahisha. Haleluya. Anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo. Kumbe hatuna sehemu yote sisi ya kuweza kumwambia Mungu tunamjaribu. Ni kwa njia ya matoleo, ni kwa njia ya kutoa sadaka, ni kwa njia ya utoaji. Haleluya. Unaona afya kile unavyoomba afya ikamiliki, afya haimariki, afya haisimami vile unavyotamani, uchumi hauimariki vile unavyojisikia, ndoa haina amani vile unavyotamani. Hebu ipeleke mbele za Bwana. Itoe ndoa yako kwa njia ya sadaka. Haleluya. Peleka familia yako kwa njia ya sadaka. Tumisha Mungu ametoa maagizo kwamba Jumapili tuandike majina ya familia. Tuandike majina ya familia zetu. Familia zinapitia katika matatizo, familia zinapitia katika tabu, familia zinapitia katika mateso. Ni vyema mtu wa Mungu usije na majina yako tu ukayabeba kwenye karatasi ukasema napeleka madhabahuni. Hapana. Hebu ambatanisha na sadaka. Hebu ambatanisha na matoleo. Mwambie Baba, nimekuja mbele zako nikibeba familia yangu, nikibeba watoto wangu kwenye hii karatasi, lakini sijaja bure. Nina sadaka juu ya familia yangu, nina sadaka juu ya watoto wangu, nina sadaka juu ya ndoa yangu. Naomba nikaone ukinitendea. Anasema kwamba mkanijaribu. Kumbe katika hilo tunaenda kumwambia Mungu. Kumbe katika hilo tunaenda kumjaribu Mungu hapo akatende kitu kwetu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa sio vyema tunaposogea mbele za Bwana, tunapotamani Mungu tukaone akifanya kitu ndani yetu, tunaenda mikono mitupu. Tunaenda tukiwa kama tulivyo. Tuwe na moyo wa shukrani. Shukrani yako ni ipi? Ni katika njia ya kurudi mbele zake, ni katika njia ya kumtolea Bwana. Ukimwambia Baba asante, Baba asante, nimeona ukiimarisha afya. Jinsi unavyoendelea kutoa sadaka kwa ajili ya kile unachokitamani, ndivyo Mungu anavyoendelea kuimarisha hilo eneo. Ndivyo Mungu anavyoendelea kusimama na wewe katika hilo eneo. Haleluya. Anasema leteni zaka kamili ghalani, ili mkanijaribu, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwemo nafasi ya kutosha. Kumbe tunahitaji baraka na kuwamwagieni baraka. Tuko mahali hapa tukimtafuta Mungu, tukaone baraka za roho na mwilini. Tunahitaji hizi baraka zikamiminike kwetu. Tunahitaji hizi baraka zikamwagike juu ya familia zetu, juu ya watoto wetu, juu ya uchumi, juu ya ndoa. Vile leo ulivyo, Mungu akabadilishe uchumi wako. Mungu akabadilishe maisha yako ya mwilini. Utaenda kuona vipi Mungu akibadilisha ikiwa wewe unashindwa kupeleka utoaji mbele zake. Haleluya. Kwa ni lazima wewe pia uanze, wewe utoe. Upendo ni kutoa. Mungu alitupenda hata akamtoa mwana wake wa pekee, hata akamtoa Yesu kwa ajili yetu. Ni upendo wa ajabu, ni upendo wa tofauti. Hata akamtoa mwana wake.
Kwa kumbe nayo unasema ninampenda Mungu, ni lazima utasogea mbele zake kwa njia ya utoaji. Haleluya. Unasema nina moyo wa shukrani, ni lazima utasogea kwake kwa njia ya kumtolea Mungu. Nimekuja kumshukuru Mungu. Kila Jumapili tunasema tunamshukuru Mungu. Tumwambie Baba asante kwa ajili ya wiki nzima. Wiki nzima ametulinda, wiki nzima ametutetea. Unakuja na sadaka ya shukrani mbele zake. Katika shukrani hiyo unaitoa, ndipo unapofungua milango ya baraka zaidi kwako. Ndipo unaporuhusu ile neema ya hizi baraka ambazo wamesema Maria atatumwagia baraka, atatuachilia baraka. Ni kwa njia ya kutolea, ni kwa njia ya utoaji, ni kwa njia ya matoleo. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Nimekuwa ni mtu ambaye napenda sana kufuatilia shuhuda za watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Lakini wengi wao wote wanaosema nimeona, nimemuona, ni wale wanaosema nilijimaliza, nimejimimina, nimesogea. Haleluya. Kwa kumbe nasi tunapaswa kumsogelea Mungu katika mali zetu, kwa matoleo, kwa sadaka. Ni kweli hicho kipande huwa kinauma, ni kweli ile eneo linakuwa na maumivu. Hebu mshinde adui katika hiyo njia. Na kama kuna eneo ambalo adui amelikamata ili watu wa Mungu wasibarikiwe, ni katika njia ya kutoa. Amekamata hilo eneo, anajua nitakapomwachilia huyo mtu akaanza kutoa kwenye madhabahu, ndipo kufunguliwa kwake kulipo. Kwa acha niwekee moyo mgumu, aseme sina, aseme siwezi, aseme sijui, ili asiendelee kubarikiwa. Haleluya. Kataa hiyo nguvu. Mwambie adui huwezi kunishinda katika utoaji. Nitamtolea Bwana. Haleluya. Tunahitaji baraka za mwilini, tunahitaji baraka za roho. Ni lazima tumtolee Bwana sadaka. Ni lazima tukubali kujitoa mbele zake. Ni lazima tukubali kuwa ni watu tunaomtolea Mungu ili tukaone baraka. Kienda ule mstari wa 11 anasema, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautopukutisha matunda yake. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Ni nini? Ni sadaka. Ni sadaka. Mungu anaenda kusimama, anamkemea, anamfukuza yule alaye, yule mharibifu. Anasema hapana, huwezi kumgusa mwanangu. Sadaka zake zile pale zinaendelea kumlinda, sadaka zake zinaendelea kunena mema, sadaka zake zinaendelea kumtetea. Haleluya. Kwa pale adui anapotaka kuweka magonjwa, kwa sababu wewe ulishaweka sadaka ya afya, Mungu anaangalia ile sadaka inaenda kulinda, hamna magonjwa yanayoingia ndani yako. Kwa sababu wewe ulishaweka sadaka ya biashara yako, ya ndoa yako, adui anapokuja kutaka kugusa ndoa yako anasema hapana, kuna sadaka tayari alishasimamisha kwa ajili ya ndoa yake. Kuna sadaka ipo inanena kwa ajili ya familia yake. Haleluya. Lakini leo tumekuwa ni watu wazito kumsogelea Bwana kwa njia ya matoleo, kwa njia ya utoaji. Lakini huyo ambaye sisi tumekuwa ni wazito kwenda kwake kwa njia ya utoaji, tunatamani kupokea vya kwake. Tunatamani kumsihi yeye akatupe. Haleluya. Upendo ni kutoa. Upendo ni utoaji. Alianza kuonyesha yeye jinsi gani anavyotupenda, akamtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu. Nasi tunaposogea mbele zake tukisema Mungu tunakupenda, ni vyema, ni vizuri tukasogea na kitu cha thamani kwa ajili ya kumtolea yeye. Tukasogea na nguvu ya sadaka, nguvu ya kutoa. Tukamwambia Baba tunakupenda. Baba tunakupenda. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Tuchukue kitabu cha Mithali 3:9. Mithali 3:9. Mizabibu haitopukutisha majani, wala mashamba yako, ardhi yako haitaacha kukuzalia matunda, kukupa mazao. Lakini bado hapa anasema kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako. Kwa kumbe tunaona kule baraka zake kwenye ardhi kwa sababu ya sadaka. Mungu anaenda kunemesha ardhi tunazolima. Mungu anaenda kustawisha mabanda ya mifugo tunaofuga. Mungu anaenda kustawisha kazi za mikono tunazozifanya kwa sababu ya nguvu ya sadaka. Haleluya. Lakini bado hapa anasema kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malipuko ya mazao yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Ni kweli tunamheshimu Bwana kwa mali tulizokuwa nazo? Ni kweli tunamtolea Bwana sadaka ya shukrani kwa kile alichokitenda kwetu, kwa mali alizotubariki, kwa vitu alivyotuachilia juu ya maisha yetu,
kwa afya, kwa amani, kwa uchumi, tunamtolea Bwana. Kwa mali yako yote, mali hata afya uliyokuwa nayo ni mali yako. Uzima unasogea mbele za Bwana kwa njia ya shukrani, ukimwambia Bwana, ukimtolea Bwana. Haleluya. Mheshimu Bwana kwa mali yako yote. Mheshimu Bwana kwa mali yako yote na kwa malimbuko ya mazao yako. Leo tumekuwa ni watu tunaofanya kazi, tumekuwa ni watu tunaolima, tunafuga, lakini tunashindwa kutoa sehemu ya mazao, sehemu ya kazi, sehemu ya biashara. Ni watu ambao tunashindwa kupeleka mbele za Bwana. Alafu hapo ikipigwa unakuja kumwambia baba, mbona umeruhusu biashara yangu kwa hivi? Mbona umeruhusu kazi yangu kwa hivi? Ulimheshimu Bwana? Ulimpelekea Bwana sadaka? Ulizungumza na Bwana kuhusu hicho kitu unachokifanya? Haleluya. Haleluya kwa Mungu. Hebu tumheshimu Bwana. Tumheshimu. Kumheshimu Mungu mmoja wapo ni katika hali ya kutii, ya kutoa, ya kumtolea. Ni katika hali ya kumtolea kwa malimbuko yako yote, kwa malimbuko yako yote. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Amesema kule leteni zaka kamili ghalani, lakini bado anakuja hapa anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Kumbe tunapomtolea Bwana, tunaruhusu neema ya maongezeko ndani yetu. Tunaruhusu nguvu ya kubarikiwa ndani yetu. Tunaruhusu ile neema ya kuzidishiwa ndani yetu. Kwa njia gani? Ya kumtolea Bwana peke yake. Haleluya. Haleluya tunaomba. Tusiwe na watu ambao tunakuwa na mkono mdogo, mkono mfupi, tunasema mkono wa birika. Unashindwa kutoa mbele za Bwana. Unashindwa kuwa unamheshimu Mungu kwa mali zako. Ni watu ambao tunamkosea sana. Alafu tunarudi tunatamani Mungu akatengeneze ya kwetu, akafanya ya kwetu. Sisi tumeonyesha heshima mbele zake. Tumekuwa ni watu tunaorudi kwa njia ya kumtolea mbele zake. Tumekuwa ni watu tunarudi mbele zake kwa njia ya utoaji. Haleluya. Kipita kwa magumu ni malalamiko, ni manunguniko. Lakini je, katika furaha uliokuwa umepita nayo, rudi kumwambia Baba asante kwa furaha uliyoendelea kunibariki, kwa amani ambayo umeiachilia ndani yako. Ninatoa sadaka kulinda amani ya familia, kulinda amani ya ndoa yangu. Adui asiguse, adui asiumize, asiondoshe amani. Tunashindwa. Lakini ndoa ikipita, magumu yakiingia, tunasogea kwa kunung'unika, tunarudi kwa malalamiko. Haleluya. Hebu tuendelee mbele zake kwa njia ya kumtolea Bwana. Tuwe ni watu tunaosogea imani mwake kila siku kwa njia ya utoaji, kwa njia ya sadaka. Na tujifunze kuwa na sadaka maalum, kuwa na sadaka za tofauti, kuwa na sadaka za kipekee. Mwambie Baba, nimekuja na watoto wangu darasani hawaelewi, elimu zao sizielewi. Adui amekamata ufahamu wa watoto wangu, wanashindwa kufika vile viwango ambavyo mimi natamani mzazi wao nione watoto wamevifikia. Ukiwa wewe ndio mzazi wao wa kwanza, Baba, ninarejesha watoto wangu hawa na elimu yao kwa kupitia sadaka hizi. Naomba nikaona ukifungua ufahamu wa watoto wangu. Naomba nikaona ukitetea juu ya elimu zao. Haleluya. Wekea ulinzi watoto wako kwa njia ya sadaka. Eka ulinzi wa elimu zao kwa njia ya matoleo, kwa njia ya kumtolea Mungu. Utamwona Mungu akitetea juu yao. Utamwona Mungu akiendelea kuwafunika. Utaendelea kumwona Mungu anawavusha katika masomo yao. Tena utashangaa kwa njia nyepesi sana, na kwa njia nyepesi kiasi kwamba huwezi kumwelezea mtu, lakini utashangaa mtoto anaendelea vizuri. Haleluya. Kumbe kuna sadaka inanena. Kumbe kuna sadaka inamlinda. Pale mwalimu anapofundisha, adui anapotaka kumuondoa, Roho Mtakatifu anamrudisha. Roho Mtakatifu anamkumbusha. Roho Mtakatifu anamuongoza. Haleluya. Haleluya cha Mungu. Tuwe ni watu tunamtolea Mungu mbele zake. Tuwe ni watu tunaosogea mbele zake kwa njia ya sadaka. Sadaka peke yake. Sadaka ina nguvu. Sadaka ina nguvu katika maisha yetu. Sadaka ina nguvu ya tofauti. Haleluya. Unatamani nguvu ya kumtumikia Mungu, toa sadaka. Mwambie Baba, natoa sadaka kwa ajili ya huduma yako. Naomba nikaona ukininua, naomba nikaona ukinifundisha. Roho Mtakatifu akanifundishe jinsi gani ya kutumika,
jinsi gani ya kusimama mbele zako. Haleluya. Chochote ambacho unatamani ukamwone Mungu amefanya, tolee Mungu sadaka. Toa mbele zake. Lakini tukiwa ni watu ambao tunasogea mbele zake kwa njia ya nguvu ya matoleo, kwa njia ya nguvu ya sadaka, Mungu anaenda kuachilia baraka. Mungu anaenda kuachilia neema tofauti ndani yetu. Mungu anaenda kuachilia kitu kipya katika mafamilia zetu. Kaenda kwa kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 28. Utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutunza juu ya mataifa yote ya dunia. Utaisikiaje sauti ya Bwana Mungu wako? Ni kwa njia ya kumtolea sadaka. Mungu atafungua masikio yetu ya ndani. Tutaanza kuisikia sauti yake. Tutaanza kusikia ukuu wake. Tutaanza kuona matendo yake. Lakini pia tusika sababu hiyo, anasema kwamba kuna vitu vingi ambavyo anaenda kuviachilia hapa. Anasema nitakutunza na kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa ya dunia. Atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Dunia sio lazima ikawa ni dunia kama unavyofahamu katika taifa ambalo liko mbele yetu. Hapana. Dunia ni watu wa jamii yako unaoishi nao. Dunia ni familia uliyokuwa nayo. Watakujua wewe ni nani. Watakuona matendo yako ya Mungu makuu ndani yako. Wataenda kuyaona. Haleluya. Kwa sababu gani? Umekuwa ni mtu unayesogea mbele zake. Ni mtu ambaye umekuwa mwaminifu katika njia ya kumtolea yeye, katika njia ya kumuita yeye, katika njia ya kumwabudu yeye, kwa njia ya matoleo. Mheshimu kwa mali yako. Kwa mali yako yote. Kwa kumbe watu wa Mungu natupasa kuwa ni watu ambao tunasogea mbele zake kwa njia ya kutolea Bwana. Kuna sadaka nyingi ambazo unaweza ukazifanya mbele zake. Kuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ya uponyaji, kuna sadaka ya ukombozi. Ni jinsi gani wewe Mungu unatamani kumtolea sadaka? Kwa moyo wako mpenda. Kwa moyo wako. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Tuwe ni watu tunamtolea Bwana sadaka. Tuwe ni watu tunaenda mbele zake kwa njia ya matoleo, kwa njia ya shukrani, kwa njia ya kumtafuta yeye, tukimwambia Bwana. Tunaona katika shukrani Mungu anarejesha. Katika ile sadaka ya shukrani unaruhusu neema ya kurejeshewa vitu, unaruhusu neema ya kurejeshewa afya, kurejeshewa uchumi, kitu ambacho kimepotea. Mungu anaenda kukirejesha kwa njia ya shukrani, sadaka ya shukrani. Unaona vitu vyako vimeharibika, vitu vyako uvielewi jinsi gani vilivyokuwa. Hebu mtolee Mungu sadaka ya shukrani. Hebu mwambie Mungu asante. Hebu peleka sadaka ya shukrani mbele zake. Katika ile tendo la kumtolea Bwana shukrani, umekuwa kama umejizoesha kumtolea Mungu shukrani, ndipo unapofungua neema ya kurejeshewa vitu vyote vilivyopotea kwako. Ndipo unapofungua ile mlango wa kurejeshewa baraka zako. Haleluya. Haleluya cha Mungu. Kwa njia ya sadaka. 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 Ni kweli. Taanza kuwaza mengi. Taanza kufikiria mengi. Hatuna pesa. Hatuna uchumi. Hapana. Usikubali ndani yako kujiwazia vitu kama hivyo. Usiruhusu mawazo mabaya na magumu ndani yako. Usikubaliane nayo watu wa Mungu. Usikubali adui akakuanzisha vitu tofauti. Tafakari kile ambacho unatamani kukifanya mbele ya Mungu. Kile ambacho unatamani kukitoa. Moyo umekuambia toa sadaka ya shukrani kwa ajili ya familia, toa. Adui asiingie ndani yako akwambia mbona huna? Hapana. Shinde adui kwa njia ya utoaji. Shinde hiyo eneo. Tolee Mungu. Tolee Mungu. Haleluya. Unatamani uponyaji, uponyaji wa afya, uponyaji wa kiuchumi, uponyaji wa ndoa, uponyaji wa kielimu, uponyaji wa uzao, uponyaji wa mifugo, uponyaji wa mazao. Toa sadaka. Mwambie Baba nakutolea sadaka hii. Naomba nikaona ukiponya uzao wangu. Naomba nikaona ukiponya ndoa yangu.
ni jinsi vile unavyotamani. Haleluya. Ni jinsi ambavyo unatamani kwa moyo wako kupenda. Tuko katika ujenzi mahali hapa. Moyo unakugusa kutoa mabati, toa. Moyo umekugusa kufanya ujenzi, fanya. Usianze kuangalia mbona fulani afanye, mbona fulani hivi. Hapana. Kila mmoja jinsi Mungu alivyomuita, kila mmoja jinsi na neema yake. Haleluya. Usitazame jirani yako, usimtazame. Tolee Bwana. Tusogee mbele zake kwa njia ya matoleo. Mwambie Bwana kwa njia ya sadaka zako, kwa njia ya mali yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Tena yote, hakusema robo wala nusu, ni yote, mali yako yote. Tumheshimu Bwana. Tuwe ni watu tunaosogea mbele zake kwa njia ya matoleo. Tuwe ni watu tunaomhusisha yeye familia zetu kwa njia ya matoleo. Kwenye kutoa kuna nguvu. Kwenye kutoa watu wa Mungu kuna nguvu ya tofauti ambayo Mungu anaiachilia kwa njia ya utoaji, kwa njia ya sadaka. Haleluya. Tunamwona Ibrahim alienda kumtoa Isaka. Alienda kumtoa mwanae pekee. Alienda kumtoa. Lakini alikuwa na huyo mtu mmoja. Hakusema sina. Alisikiliza sauti ambayo inasema naye. Aliitii sauti. Hata akaenda kumtolea Mungu sadaka. Baada tu kutamani kutoa mbele zake, Mungu akafanya kitu tofauti kwake. Akambariki. Tunaona baraka ambazo ziliandamana naye. Baraka ni nyingi mno kwake. Kwa kumbe katika kutoa ndipo tunaporuhusu neema ya mafanikio kwetu. Ndipo tunaporuhusu ule mlango wa baraka juu ya maisha yetu kwa njia ya utoaji. Haleluya. Kwa hiyo ni watu ambao tunasogea sana mbele zake, watu wa Mungu, kwa njia ya sadaka, kwa njia ya matoleo, kwa njia ya kutoa. Mwanafunzi, unaitamani ukamwone Mungu akikutetea katika masomo yako, akikulinda juu ya elimu yako. Unapokuwa uko shule, unapokuwa kitimani kwa ajili ya kusaidia pale shuleni, hebu toa kwa ajili ya elimu yako. Toa ukimwambia Baba, natoa ile, natoa sadaka kwa ajili ya masomo yangu. Nitetee katika masomo, nitetee Bwana. Utamwona Mungu akikutetea juu ya masomo yako. Utamwona Mungu akikulinda. Utamwona Mungu akikusimamia. Iwe ni mama unatamani ndoa yako iwe na heshima, ndoa yako iwe na utulivu. Unatamani biashara, hebu toa sadaka. Hebu nenda mbele za Mungu kwa njia ya kumtolea Mungu sadaka. Unatamani huduma yako isimame, toa sadaka. Nenda na sadaka mbele zake. Ukipeleka huduma yako, ukipeleka talanta Mungu ambaye amekubarikia. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Tusiwe ni watu ambao tunasogea bila sadaka. Sadaka. Andaa sadaka yako kwa moyo wa kupenda. Kama kitabu cha Kutoka 25:2, Kutoka 25. Kutoka 25 mstari wa 2. Anasema, waambie wana wa Israeli kwamba walitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake utampa kupenda. Waambie wana wa Israeli walitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake utampa kupenda. Kwa unaposogea mbele za Bwana, hebu sogea na sadaka ambayo moyo wako umependa kutoa mbele zake, ambaye moyo wako umetamani kutoa mbele za Bwana. Haleluya. Tuwe ni watu tunaopenda sana kumtolea Mungu. Katika kutoa watu wa Mungu ndiko kuliko kuwa na majibu yako. Katika kutoa watu wa Mungu ndiko kuliko beba mafanikio yako. Ni utoaji. Ni utoaji. Leo tunaona watumishi wa Mungu wanaishi. Hakuna hata mtu anasema mimi natamani nikafanya kwa ajili ya mtumishi. Mimi natamani nikafanya kwa ajili ya nyumba ya mtumishi. Pia ni sadaka kwa ajili ya kumtunza na kumlea mtumishi. Ni sadaka pia. Haleluya.
Tuwatunze watumishi wa Mungu. Tuwe watu tunaowatunza watumishi, kwa sababu wao ndio wanaoenda mbele kwa ajili ya kutuombea, wanaoenda mbele za Mungu kwa ajili ya kutuinua. Haleluya. Lakini leo tumekuwa ni watu ambao tunakuja mbele zake, tunatamani mtumishi wa Mungu akazungumze na Mungu, alafu aje atupe majibu. Ni Mungu amesema nini kuhusu sisi? Mungu amesema nini kuhusu taifa? Mungu amesema nini kuhusu huduma? Mungu amesema nini kuhusu familia? Lakini huyo mtumishi wa Mungu kumhudumia ni ngumu, kumtunza ni shida. Haleluya. Wakiwa wao ni watu wa Mungu, wanaendelea kukaa madhabahuni nyakati zote, saa zote wakituombea, lakini bado sisi tunashindwa kusogea mbele zake Mungu kwa njia ya sadaka, kwa ajili ya kuwatunza watoto wake, kwa ajili ya kuwatunza watumishi wake. Lakini tunasogea mbele zake tukiwaeleza mahitaji yetu, tukiwaambia lile ambalo tunatamani Mungu akalifanye kwetu. Basi mtu tunarudi mbele za Mungu kwa njia ya shukrani, kwa njia ya kumpa Mungu sadaka, tukiwatunza watumishi wake, tukiutunza kanisa, tukiwatunza watoto waishio katika vituo maalum, pia ni sadaka. Haleluya. Tukitunza wazee, watu mbalimbali ambao wanaishi katika vituo maalum, ni sadaka ambayo Mungu anaitazama, ni sadaka ambayo Mungu pia anaiangalia. Lakini leo wewe utakula, utalala. Jui kuna watoto wengine wanapita katika mazingira gani? Kuna wengine wapo katika vituo wanalelewa, hujajua kama wana mahitaji. Sadaka ni kutoa kwa moyo wako wa kupenda. Hebu tutazame watu wenye uhitaji. Hebu tutazame watu ambao wana uhitaji wa mwilini, tukafanya kwa ajili yao. Ni sadaka pia. Huduma inahitaji, uendeshaji wa huduma pia ni sadaka ambayo unaitoa. Kuna umeme, kuna vifaa vya nuski, vyote vinagharimu, vyote vinahitaji nguvu ya sadaka. Vipaza vya sauti ambazo mazisikia vinahitaji kuwa na huduma ya betri na umeme. Pia ni sadaka. Mtu anaweza akajitoa akasema hapana, nitanunua umeme kwa ajili ya huduma, nitanunua umeme kwa ajili ya kuendesha huduma mahali hapo, nitanunua betri kwa ajili ya kufanya kitu fulani, nitafanya hivi. Pia ni sadaka. Haleluya. Sadaka tu si pesa, hata vitu, kwa mali zako, kwa mali zako. Mali si tu pesa ambayo unaona kama ndio sadaka. Pia kuna vitu ambavyo vinasimama kama ni sadaka. Haleluya. Haleluya cha Mungu. Kifungo kigumu katika maisha yetu ni kifungo cha utoaji. Kama kuna kifungo ambacho kinakamata watu, hicho kifungo kimeshika watu wengi sana, kinazuilia watu wengi sana, hususan walio mbele za Mungu katika madhabahu zenye majibu. Huwa zinazuilia watu kutoa, huwa zinafunga watu kuto kuisikia sauti ya Mungu katika njia ya utoaji. Mtu atajihesabu kwamba sina, mtu atajiangalia kwamba siwezi, mtu atajiangalia kwamba sijui. Hebu acha kujikataa. Hebu acha kusema sina. Haleluya. Usiseme sina. Nenda mbele za Bwana na hicho kidogo, hicho cha mwisho ambacho unasema hiki ndicho mimi nilichokuwa nacho, nenda nacho mbele za Bwana. Nenda nacho. Mungu atakuinua katika hicho. Mungu atakubarikia katika hicho. Haleluya. Haleluya tu Mungu. Haleluya tu Mungu. Hilo linaua na maumivu. Hakuna mtu atakayeweza kuitikia amina kwa sababu unapomwambia habari ya utoaji. Hakuna mtu atakayeweza kuitikia amina kwa sababu ya eneo la sadaka. Kama utaweza kushinda katika eneo hilo, umeshinda maeneo mengi. Umeshinda sehemu kubwa. Haleluya. Kwa tuwe ni watu ambao tunasogea mbele zake nyakati zote tukiwa na nguvu ya sadaka katikati yetu, tukiwa na nguvu ya utoaji katika maisha yetu, tukiwa na nguvu ya shukrani katika mioyo yetu. Kila ibada za Jumapili
ni ibada za shukrani, ni ibada za kumshukuru Mungu kwa ajili ya wiki nzima. Fikiria wiki nzima Mungu amekutetea. Wiki nzima umepanda vyombo vya moto, umevuka barabara kubwa, umepita sehemu tofauti tofauti ambazo Mungu amekutetea. Kwa akili yako sasa unaweza kusema umepita pale ukiwa salama, lakini adui alishachimba shimo kwa ajili ya kukuzamisha. Lakini Mungu akaja akalifikia na ukapita salama. Utahesabu kwamba ni kwa nguvu na kwa akili zako. Lakini kumbe kuna eneo ambalo Mungu amekupitisha pasipo kujua. Amekuvusha pasipo kuelewa. Kwa hiyo ni watu tunaorudi mbele za Bwana tukimwambia asante kwa njia ya sadaka ya shukrani. Tukimwambia asante kwa nguvu ya utoaji. Haleluya. Tusogee sana mbele zake kwa njia ya sadaka. Kwa hiyo ni watu tunaosogea nyakati zote imani mwake tukiwa na sadaka ya shukrani. Tukiwa na sadaka maalum. Tukiwa na sadaka kwa ajili ya kitu fulani. Tukiwa na sadaka kwa ajili ya watu fulani. Tukiwa na sadaka kwa ajili. Haleluya. Tuko mahali hapa. Mungu wetu alivyokuwa ajabu. Ametukaribisha na vituo vya kutunzia watoto. Kuna siku tulishawahi kusema kwamba tunaenda mbele zake Mungu kwa njia ya kuwagusa watoto wake. Kwa njia ya kuwahudumia watoto wake. Kwa njia ya kuwalea watoto wake. Ukiwa kama ni mzazi, unaelewa maumivu ya watoto. Unajua nguvu ya uzazi. Lakini je, ulirudi mbele za Bwana ukimwambia Baba, nachukua hizi nguo, nachukua hivi vitu, nafanya hiki kwa ajili ya wale wazee, kwa ajili ya wale watu maalum. Haleluya. Hebu tuwe tunamgusa Mungu sana kwa njia ya kumtolea yeye. Hebu tuwe tunamgusa Mungu kwa njia ya utoaji. Kama ile Malaki 3:10 inavyosema, leteni kiwemo chakula nyumbani mwake, kiwemo chakula ghalani mwake. Kwa kumbe Mungu anatamani tuone jinsi gani tunapomtolea yeye nyakati zote, jinsi gani tunapozidi kumtolea yeye kila wakati. Haleluya. Tuwe ni watu tunaotoa mbele